Karibu sana katika chaneli hii ya Fat Rabbit TZ ili uendelee kujipatia elimu zinazohusiana na ufugaji wa sungura wa kisasa pamoja na kilimo cha mazao mbalimbali. Na kwa siku ya leo tutaendelea na mada yetu ambayo tulioiachia katika kipindi kilichopita, mada ambayo inazungumzia mambo makuu manne ambayo unapaswa kama mfugaji ama mmiliki wa mradi wa ufugaji wa sungura wa kisasa kuwa nayo makini zaidi na kuyazingatia ili uje kupata matokeo yaliyokuwa bora na mazuri katika mradi wako wa ufugaji wa sungura wa kisasa. Na tutamalizia kipengele cha 3 na cha 4. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare video zetu katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Kwa majina naitwa Fadhili Mfaume, ni mfugaji wa sungura wa kisasa. Tunapatikana katika mkoa wa Lindi. Nikiendelea na kipengele cha 3 ambacho cha kukizingatia zaidi katika ufugaji huu wa sungura wa kisasa, lazima kama mmiliki ama mfugaji wa sungura hawa wa kisasa utambue utakwenda kutumia mfumo gani katika mradi wako. Kuna mifumo mbalimbali ambayo inatumika katika ufugaji huu wa sungura wa kisasa. Hii mifumo inategemeana kutokana na wewe wazo lako au lengo lako kuu ni lipi, ambalo ndio litakupelekea uchague mfumo uliokuwa bora na mzuri zaidi katika uendeshaji wa mradi wako. Nikianza na mfumo wa kwanza, ni mfumo ambao tunaita mfumo huru. Huu mfumo ni mfumo ambao mara nyingi sana unatumika na wafugaji wadogo, na mfumo huu unakuwa tunaufuga, kwa tafsiri nyingine ni tunafuga kienyeji kabisa. Yaani maana yake utakuwa unatumia kuangalia tu ulinzi wa kawaida. Yaani asubuhi utakuwa unawafungulia sungura wako kama unavyofuga kuku wa Kiswahili. Sungura watakuwa wanaenda kujitafutia wenyewe chakula mtaani, watakula wenyewe huko mtaani, na jioni watarudi ndani. Wewe utakuwa unafanya kazi kubwa sana, labda ya kuwafungulia asubuhi na kuwafungia jioni wakirudi katika mabanda yao. Na kwa wale ambao wanahitaji kujifunza mambo mbalimbali kuhusiana na ufugaji huu wa sungura wa kisasa, tunatoa mafunzo hayo kwa muda wa mwezi mzima kwa gharama shilingi 15,000. Katika mafunzo hayo utajifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na ufugaji wa sungura wa kisasa, changamoto ambazo zinatokea katika miradi hii ya ufugaji wa sungura wa kisasa. Pia utapata kitabu ambacho kitakuongoza zaidi katika ufugaji huu wa sungura wa kisasa. Mfumo wa pili wa ufugaji huu wa sungura ni mfumo ambao tunaoita ni mfumo wa nusu huru. Mfumo huu upo tofauti kidogo na ule mfumo wa kwanza, kwa sababu ule mfumo wa kwanza tunaona kabisa mfugaji yeye haumizi sana kichwa na hatumii gharama kubwa sana katika kuendesha mradi wake. Ila katika mfumo huu yatakuwa tofauti kidogo, kwa sababu katika mfumo huu itakuhitaji wewe kama mfugaji, utakuwa labda umewaandalia sehemu ya kukaa sungura wako kwa pamoja, na utakuwa unawekea chakula kwenye eneo hilo. Yaani hapa wewe utakuwa umewadhibiti katika lile swala zima la kuwaachia wakiwa wanazunguka wenyewe mitaani. Hapa wewe utakuwa umewaandalia tu sehemu ya kukaa labda kwa pamoja, aidha umewazungushia fensi fulani hivi ama uzio, na wao watakuwa wamekaa sehemu hiyo, na utawagharamikia kidogo kuhusiana na masuala ya chakula. Huu mfumo utamfanya sungura asiwe huru zaidi kama ule mfumo wa kwanza, ila pia unakusaidia kama wewe mfugaji kupunguza changamoto mbalimbali katika mradi wako wa ufugaji wa sungura. Na mfumo huu unaweza ukauanza kwa uchache pia, na hata kama una malengo ya kufuga sungura kwa wingi zaidi, kwa hiyo una uwezo ukauanza kwa gharama ambayo ni ndogo, then baadaye mradi unavyozidi kukua na wewe utaangalia uende kutumia mfumo gani uliokuwa bora zaidi. Mfumo wa 3 wa ufugaji wa sungura ni huu mfumo ambao tunaita mfumo wa kisasa,
ama kwa jina lingine tunaweza tukaita mfumo wa mabanda maalum ama cages. Mfumo huu ndo ambao tunautumia kwa wafugaji wengi, na mfumo huu utakupaswa wewe kama mmiliki ama mfugaji uandae mabanda maalum kwa ajili ya sungura wako, na wewe ndio utakayekuwa mwajibikaji mkubwa zaidi katika huo mradi wako wa sungura, sababu utahitajika uandalie kila kitu sungura wako, kwa sababu sungura wako watakuwa wamekaa sehemu moja ndani katika mabanda yao. Kwa hiyo lazima ufahamu mfumo uliokuwa bora wa ujenzi wa haya mabanda. Pia lazima utambue sifa za haya mabanda pamoja na mambo yote ya msingi au mambo yote muhimu ambayo yanahitajika katika hayo mabanda. Na mfumo huu tunauona uko tofauti kabisa na ile mifumo miwili ya nyuma. Kwa hiyo kama mfugaji lazima ufahamu utakwenda kutumia mfumo gani, na hii mifumo yote mitatu ina faida zake na hasara zake. Kwa hiyo inategemeana na wewe mwenyewe umeamua kuchagua mfumo gani. Katika video zinazofuata nitaelekeza faida na hasara ya kila mfumo, ili kama mfugaji unataka kwenda kuingia na uanze huu mradi wa sungura, uone je, mfumo gani utakayekufaa zaidi katika mradi wako. Na nikimalizia na kipengele cha mwisho, kipengele cha 4, hiki kipengele kitazungumzia zaidi kuhusiana na ukubwa wa mradi ambao unataka kuanzisha. Na hapa lazima ujue kwamba ukubwa wa huu mradi unataka kuanzisha utatokana na mtaji uliokuwa nao. Kama una mtaji mkubwa, una uwezo pia ukaanza na mradi mkubwa, na kama una mtaji mdogo utauanza pia na mradi mdogo. Baadaye pia unaweza ukakua vizuri mradi wako na ukaendelea kukua mkubwa zaidi. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu ya 0623191238 kwa uhitaji wa madarasa ama ushauri wowote kuhusiana na ufugaji wa sungura huu wa kisasa, na sisi tutakushauri pia. Na kama unahitaji kupata mafunzo kutoka kwetu, pia tutakuelekeza na tutakupa mafunzo yaliyokuwa bora na usimamiaji mzuri wa mradi wako wa ufugaji wa sungura wa kisasa, ili uje kupata matokeo mazuri. Usisahau kusubscribe channel hii ili upate kuendelea kupata mafunzo mbalimbali yanayohusiana na ufugaji huu wa sungura, pamoja na kufahamu changamoto ambazo zinapatikana katika huu mradi, pamoja na jinsi nzuri au namna bora zaidi ya kutatua changamoto hizo. Karibuni sana na asanteni sana kwa sapoti yenu mnayoendelea kutupa.